Bwana Yesu apewe sifa mtazamaji. Napenda tena kukaribisha ndani ya chumba cha siri. Leo tuna somo linasema ijue furaha ndani ya tunda la Roho. Ijue furaha ndani ya tunda la Roho. Ni somo ambalo ni zuri mno sana. Ukisikiliza unajua kabisa kuna mahali ambapo Mungu anasema kabisa na wewe. Nikukaribishe, tumkaribishe Roho Mtakatifu. Tuingie kwenye hili somo, tujue jinsi Mungu anavyotusemesha, lakini pia mwishoni pale tuna maombi kwa ajili ya kile ambacho tutakisikia. Mungu tutajua tunaombea nini kwa kile ambacho Mungu atatufundisha kwa siku ya leo. Tukaribishe sana mama, tumkaribishe Roho Mtakatifu. Tuingie kwenye maombi. Mungu mtakatifu na Baba yetu wa mbinguni, Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai, tunakushukuru, tunakutukuza, tunalibariki jina lako, jina lenye nguvu, lenye uweza, lenye mamlaka, jina lipitalo majina yote, jina la Kristo Yesu. Tuko mbele zako tena tukiliitia jina lako. Asante kwa ajili ya uaminifu wako mkubwa kwenye maisha yetu. Asante kwa ajili ya muda mzuri ambao umetupa watoto wako. Tuko chumba cha siri sasa kwa ajili ya kazi yako Mfalme. Ninachojua umetuita kwa ajili ya kazi yako Jehova. Tunaomba kazi yako ikapate kibali mbele zako. Baba, tunapoachilia mafundisho haya kwa watazamaji wote duniani na ulimwenguni, Bwana Yesu, tunaomba neema yako ikawafunike na wakutane na hiki kitu, wakielewe, watembee nacho sawa sawa na neno lako linavyotuagiza. Asante kwa kuwa neno lako litaendelea kutembea katika mioyo yetu na maisha yetu, ili tujue namna ya kuenenda katika kila hatua za maisha yetu. Baba, asante kwa ajili ya somo ambalo liko mbele yetu na tumekuwa nalo kwa kipindi sasa. Linazungumzia habari ya tunda la Roho. Katika kulitazama kwa macho ya damu na nyama na kwa macho ya rohoni, tunaliangalia tunda la Roho kama ni maisha ya mwanadamu, ni maisha ya Mkristo, ni maisha ya muamini yeyote. Baba, katika jina la Yesu, tusaidie, wasaidie watazamaji wote ambao wataingia pekua na ili somo kujua nini ambacho Mungu umekiachilia. Asante kwa sababu utapungua kwao. Tunaamini kabisa hata ambaye hataelewa kuna namna Roho Mtakatifu utamuelewesha. Tunakushukuru kwa sababu mkono wako na uso wako vitakuwa pamoja nasi, ukionekana mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Ni katika jina la Yesu Kristo uliye Bwana na Mwokozi wetu, Baba, tumeomba na kukushukuru. Amen. Amen. Barikiwa sana. Amina. Karibu sana. Asante, Bwana asifiwe. Amina. Bwana asifiwe sana Irene. Amen. Habari za majukumu? Tunamshukuru Mungu. Amina. Mungu ni mwema, tupiganie. Tunashukuru. Amen. Irene, tumekuwa na mwendelezo wa somo la tunda la Roho. Tumeanzia mbali na tunaendelea kwenda, lakini Mungu ni mwaminifu. Nafikiri tunaelekea kufanyaje? Kumaliza. Hapa kichwa kinasema ijue furaha ya tunda la Roho. Tunaweza tukaenda na amani na uvumilivu pia. Amani na uvumilivu. Kwa hiyo tunaamini Roho Mtakatifu atatusaidia namna ya kulishape ili somo hili liende vizuri na mtazamaji atoke na kitu. Sisi tunachotamani tuelewe, mtazamaji aelewe, ili tuweze kutembea katika kile ambacho Mungu amefanya nini? Amekusudia tutembee nacho. Karibu tupe andiko la ufunguzi. Yakobo 1:22 hadi 24. Sawa. Mtazamaji, neno letu ambalo tunatembea nalo kila siku au kila wakati. Kila wakati. Tunapokuwa Yakobo sura ya kwanza ule mstari wa 21 hadi 24. Neno Mungu anasema hivi. Ah, 22 baada ya 21. Lakini iweni watendaji wa neno, wala si wasikiaji tu, hali mkijidanganya nafsi zenu. Kwa sababu mtu akiwa ni msikiaji wa neno tu, wala si mtendaji, mtu huyo ni kama mtu anayejiangalia uso wake katika kioo. Maana hujiangalia kisha huenda zake, mara akasahau jinsi alivyo. Amen. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Aileen, hili neno tutaendelea kulisema, mtazamaji atalisikia asubuhi, mchana, jioni akiingia YouTube chumba cha siri. Sawa. Yaani kulitenda neno ni maisha. Usipolitenda neno uko nje ya kusudi la Mungu, kwa sababu maisha ya mwanadamu yanategemea neno la Mungu. Kabisa. Ninachojua Irene, sisi hatujajiumba, hatujajileta hapa duniani. Kuna aliyetuleta, na aliyetuleta ametupa namna za kuishi. Ni kama ambavyo uko na watoto. Ndio. Umezaa watoto. Nafikiri hujawaacha tu kila mmoja akafanya anavyotaka. Kuna namna ambavyo umemwekea
utaratibu wake. Kwa hiyo ni sawasawa na Mungu. Ina maana watoto wakikengeuka kwenye utaratibu wako ni sawa ambavyo yani hautajisikia vizuri. Wanakuumiza. Nipe tano. Ina maana na sisi tukikengeuka, tusipolitenda neno, tunamuumiza aliyetuleta. Kwa hiyo tudumu kwenye kulitenda neno. Lakini utazama pia Yesu aliumia kwa ajili yetu. Of course Unapofanya vitu vya aibu unamrudisha tena. Mimi huwa nasema unamrudisha tena msalabani, anagongelewa. Ina maana mkono unagongwa, mguu unagongwa. Yani tunapofanya kitu tofauti, tujue tunamrudisha Yesu msalabani. Huwa anapata mtihani. Tujitahidi kulisikia neno au kuliishi neno na kulitenda. Tulisikie, tulitende. Tukilitenda Irene, hizi vurugu huwezi kuziona tena. Kabisa. Hizi chuki Irene huwezi kuziona tena. Hata hivyo umependeza. Na mimi sijakwambia umependeza. Yani ni kwa kidogo niwe nje ya neno. Kidogo nje ya neno. Kwa sababu hajanisifia na kwa nje. Unajua ndio kutenda neno. Yani Irene kutenda neno unaweza kukiona ni kipackage fulani ya kieleweki, lakini kiko very tough. Amen. Barikiwa na wewe pia sana Irene. Amina. Asante. Irene, nisomee Wagalatia 5:22 nenda mpaka 23. Lakini tunapotaka uangukie leo ni matunda matatu ya Roho. Kama Roho Mtakatifu atatusaidia tufike, jina la Bwana libarikiwe. Amina. Tuende na muda tunamii tunafikia. Neno la Mungu linasema katika Wagalatia sura ya 5 ule mstari wa 22 mpaka 24 mpaka 23. Na Mungu anasema lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Barikiwe sana mtumishi. Barikiwe sana. Irene, kipindi kilichopita tulizungumzia habari ya upendo. Na upendo tukasema ndo namba 1. Na upendo tukasema ndo umebeba matunda yote ambayo yanafuata. Yale 8 yote yamebebwa na upendo. Kabisa. Ina maana kila tunda upendo lazima upite. Kabisa. Lazima upite, lazima uingie. Sasa leo tunakutana na kitu kinaitwa furaha. Ijue furaha ya tunda la Roho. Tunaweza tukaongeza ijue furaha, amani na uvumilivu wa tunda la Roho. Roho Mtakatifu akitufikisha huko tutamshukuru. Tusipofika mtazamaji aendelee kuvumilia. Hapa lazima ale na kushiba. Bwana asifiwe. Amen. Irene, kuwa na furaha au mtu akikuuliza furaha ni nini? Maana mtu anaweza akaja akasema hivi furaha ni nini? Irene, neno furaha unalisikia? Akakuuliza hivi furaha ni nini? Unaweza kumjibuje kwa mfano? Furaha ni kitu ambacho kigumu sana kukielezea. Lakini ni furaha ambayo iko ndani ya nafsi ya mtu. Alafu furaha yani pia ni kufurahia kitu ama kufurahia maisha yako ambayo unaishi. Na kuna mwingine anaishi lakini hajafurahia maisha yake. Yani anasikia shida ndani ya moyo. Lakini ukimwelezea hebu kwa nini huna furaha? Ana sababu labda kitu kadogo yani tu kimepelekea kuvunja amani ya moyo wake. Amani ya moyo wake. Ni kitu gani ambacho unapata? Labda ni ndoa, labda ni uzao, labda ni uchumi, labda ni familia. Yaani kuna vitu vingi ambavyo vimegusa eneo hilo akajikutana furaha. Kwa hiyo furaha ni kitu ambacho kipo ndani ya maisha ya mtu. Kiasi kwamba wewe hapo nikikutazama hivi, yani sitajua ni kitu gani ambacho kinakunyima furaha. Kama hana furaha. Lakini mimi naweza kukuta huyu mtu ana furaha, lakini sababu yake naweza nisijue. Labda nitajua kwa yule ambaye naishi naye karibu, naweza nikajua. Wakati mwingine kwa kukuelezea au kwa kuona kwamba kulikuwa kuna jambo limetokea ndio maana kimesababisha hivi. Kwa hiyo lakini furaha ni kitu ambacho kiko ndani ya moyo au ndani ya nafsi ya mtu. Ndio maana sakakuta yani hata mwili wenyewe huu yani ukiwa na furaha yani unakupa matokeo. Kuna namna upo, kuna namna upo yani unajiachia. Tena kama una furaha umebeba maumivu na yani hata muonekano wenyewe yani wa nje unakuambia kama huyo mtu anatembea na mzigo, ana maumivu ndani ya moyo wake. Amina. Mungu akubariki. Akubariki sana. Kuwa na furaha ni ile hali ya kuridhika na kutosheka kwa nafsi kwa ajili ya kile ambacho umekuwa ukitamani. Biblia inasema furaha za aina mbalimbali kama furaha ya wasio na haki na wenye dhambi. Biblia inasema, nirudia hapa. Furaha za aina mbalimbali kama furaha ya wasio haki na wenye dhambi. Hebu hapo sasa ibidi mweleweshe mtazamaji, kwa sababu furaha sio haki na mwenye dhambi. Kwa wale ndio wamebeba furaha au hawana furaha?
Twende kwenye neno utakutana. Wewe unampa wakati mgumu. Akakutane na neno ndo litampa. Hebu tafuta Ufunuo 11:10. Ufunuo 11:10. Hii ni moja. Wakati unaitafuta niendelee kutoa haya maelezo. Furaha ambayo ni ya tunda la Roho huweza kuinuka na kuwa juu ya hali zozote mbaya tunazokutana nazo katika maisha yetu ya Ukristo. Wewe unafunua? Okay, endelea. Na Mungu anasema hivi katika Ufunuo sura ya 11 ule mstari wa 10, na Mungu anasema nao wakaao juu ya nchi wafurahi juu yao na kushangilia, nao watapelekeana zawadi. Sasa ndio hapo. Sema vizuri kweli. Hebu nirudie. Nao wakaao juu ya nchi wafurahi juu yao na kushangilia, nao watapelekeana zawadi wao kwa wao, kwa kuwa manabii wao wawili waliwatesa wao wakaao juu ya nchi. Umeelewa? Kuna hapa A hapa nimeelewa, lakini hapa B hapa bidi tueleweshe vizuri. Anasemaje? Sababu anasema manabii hawa, hebu kwenye ile na manabii hapo tueleweshe vizuri. Rudia tena kulisoma. Mimi sijaelewa. Kulisoma ninasema nao wakao juu ya nchi wafurahi juu yao. Watafurahi juu yao. Na kushangilia, nao watapelekeana zawadi wao kwa wao, kwa kuwa manabii wao wawili waliwatesa wao wakaao juu ya nchi. Hapo manabii waliwatesa juu ya nchi. Yaani hapa unaikuta furaha ya wasio na haki. Furaha ya wasio na haki na furaha ya wenye dhambi. Irene, umetoka kuongea neno hapa, nafikiri umejisahaulisha. Neno uliloliongea kwamba unaweza kumwangalia mtu usijue kama ana maumivu au ana nini, lakini ukimwangalia unaona kumbe yule mtu huyo anakuwa asio na haki. Ninauliza swali gumu sana ili mtazamaji pia kupata picha kile ambacho tunakiongelea au tunakifundisha. Kwa hiyo ni kwa faida ya pia mtazamaji, kwa sababu tukimwacha hapa hivi, nataka nikupe picha moja. Ndio. Tunaweza sijui tuliwekeje ili yani wasio haki. Hilo neno unalijua? Ulishawahi kulisikia? Wasio haki. Unalijua? Ulishawahi kulisikia? Sio geni masikioni mwako. Lakini wana furaha pia nao. Wasio haki lakini ndani wana furaha. Lakini furaha yao sio furaha ile inayowapa amani. Okay. Hapo sawa. Tuko sawa? Tuko na sawa. Wenye dhambi si wana furaha? Lakini furaha dhambi. Furaha yao inategemea sasa. Ndio wanasema labda katika eneo la familia, katika eneo la nini, yani labda afya yako haijakaa vizuri. Kitu gani kinakukosesha amani? Kwa sasa unaweza kujikuta kwamba ni mpenda dhambi, yani unasemaje? Ni wa dhambi. Wa dhambi, wenye dhambi. Furaha ya wasio haki na wenye dhambi. Yani Irene, hautamkuta amehuzunika, anafurahia. Au hujawahi kunoti hicho kitu? Hapo pagumu, hebu tuvuke tuendelee. Hujawahi kunoti? Hujawahi kunoti? Mtu anakuta anafurahia, ndio sasa unakuta anafuraha, huwezi jua furaha kutoka moyoni au ya hapa. Ndo sasa hicho Biblia inakuambia furaha ya wasio haki na wenye dhambi. Sawa. Sasa mimi nasoma Wakorintho wa kwanza 13:6. Inasema haufurahi udhalimu, bali ufurahi pamoja na kweli. Huo ni upendo. Wakorintho wangapi? Wakorintho wa kwanza 13:6. Inasema haufurahi udhalimu. Naiona? Haufurahi udhalimu, bali ufurahi pamoja na kweli. Sasa leo uko kwenye unadumu, umeogelea, umeishi kwenye dhambi, lakini bado unaitengeneza namna fulani ya furaha iendelee kuwa kwenye maisha yako. Na huwezi nitumie lugha gani hapo? Huwezi kumzuia huyo mtu. Naye yuko kwenye hilo eneo, lakini
kuna kitu kinaingia, kinajaa, kuna kitu kinakuja. Uweze kumzuia kuwepo ndani ya hiyo furaha. Hata kama ni anatenda dhambi namna gani. Kwani Irene, hatujui dhambi, hatujui namna ambavyo tunaona tupo, lakini mtu kuna hali ya kujitengenezea mazingira fulani ya kuona kwamba yuko Biblia inatutafuta, inatupekua. Hapa imetuambia. Kwa hiyo tuseme furaha ya uongo ndani. Ndio maana yake. Sasa. Kwa hiyo haitupi nafasi nzuri. Nikaja na jambo lingine, furaha ambayo ni tunda la Roho huweza kuinuka na kuwa juu ya hali zozote mbaya tunazo kutana nazo katika maisha yetu ya Ukristo, kama vile majaribu, nyakati za huzuni. Utaiona furaha hii inajitokeza. Ni furaha iliyo na matunda na ni katika Mungu. Hiyo ni furaha ya tunda la Roho. Lakini ili furaha ile tuliyotoka kuiongelea, yani yenyewe ina namna yake fulani ambayo unaweza usiielewe. Unaogelea dhambi lakini unairuhusu. Lakini mwanzo umeongea neno lako la mwanzo limenipa picha ya kuendelea vizuri na hili somo, kwamba unaweza usijue kama huyu mtu ana furaha. Au unaweza kumwangalia huyu ana furaha. Sasa furaha yake ni katika nini? Inawezekana labda kuna ABCD unazijua kwake. Sasa unajiuliza hapa kinachomfanya acheke ni nini? Ina maana kafurahiwa na hiki alichokifanya. Tuko sawa? Tuko sawa, kwa sababu hata mimi mwenyewe nataka kucheka hapa nilipo. Kwa hiyo sasa uweze kumzuia mtu kucheka, kwa sababu ndio maana hata unaweza kukuta mtu mko kwenye huzuni, mna huzuni, lakini mwisho siku mnakuja katikati mnacheka. Alafu sasa ujiulize, hapa tunacheka tunakati labda tuko kwenye eneo ambalo labda tuko kwenye msiba au wapi nani. Kwa hiyo kuna kile kitu ambacho kinapita kwenye nafsi ya mtu ambaye yani huwezi kukizuia. Kwa hiyo sasa unaweza kukuta kwamba furaha hapo, unaweza kuzungumzia kwamba kuna furaha ya muda mfupi na kuna furaha ya muda mrefu. Kwa hiyo unaishi ndani yako una furaha au maisha yako yana furaha, lakini kuna mahali unakuta huna furaha. Yani unaishi ndani ya maumivu au ndani ya mawazo au ndani ya kitu fulani kinakusumbua. Lakini sasa si kwamba inakuzuia kwamba kucheka au kufurahia kwenye kadamnas. Labda kukutana na wenzako pale, yani kuna furaha kinapita, lakini mwisho wa siku unakuja unarudi kwenye hali yako ile, unarudi kwenye hali yako ile. Kwa hiyo ni kitu ambacho sijui tufanyeje au tukiombe, kwa sababu wengi sana nakutana na wasumbua. Na jambo lake amelishikilia hataki kuliachia. Na tunachotakiwa Irene, kudumu kwenye furaha ya tunda la Roho, kwa sababu ina namna inavyotufanya tuenende, ina namna inavyotufanya tuishi, ina namna inavyotufanya tuwe na mtembeo wa namna hiyo. Ndio maana Bwana tusaidie. Bwana tusaidie sana. Nyakati za huzuni utaiona furaha hii inajitokeza. Uko kwenye huzuni, lakini furaha ya tunda la Roho huwa ina namna ambavyo inafanya nini, inaapia. Utajikuta yani kweli machozi au umekaa unatafakari, lakini mtu akikuangalia kuna kitu anakiona hapa ndani mwako. Huzuni upo, lakini furaha ile ya tunda la Roho haipotei na haiondoki. Na kwa nini haiondoki? Ni furaha na matumaini katika Mungu. Limetokea ndio, nimeumia ndio, nimejaribiwa ndio, lakini huyu Mungu bado hajafanya nini? Hajaniacha. Bwana asifiwe. Wakati sasa tunarudisha ngambia, sasa anatakiwa huyu mwanadamu amshikilie Mungu, asimwachilie. Kwa sababu sije kaona kwamba kupitia ile jaribu mbona Mungu ameniacha. Yani unajua saa zingine unaweza kuta mtu unapitia jaribu ambalo ni gumu, kitazama unasema hivi imekuwaje? Mbona naomba? Mbona natoa sadaka? Mbona natenda mema? Yani imekuwa hichi kitu kikaruhusiwa kikafanyika vile. Unaweza kujikuta basi malalamiko, uchungu, huzuni unaweza kukuta umetoka. Kwanza yana block hata maombi, yana block maombi, sababu umekuwa sio mtu wa shukrani. Ndio maana Mungu ametuambia tumshukuru kwa kila jambo. Kwa ukiambia baada ya shukrani, yani sio jambo chepesi. Of course ni jambo ambalo ni gumu kweli, kwa sababu una maumivu. Yani labda maumivu ya kufiwa, alafu unaambia umshukuru Mungu. Sio jepesi, lakini kwa sababu ni maagizo ya Mungu. Wewe umetoka kutuambia Yakobo anasemaje? Iweni watendaji wa neno. Wathesalonike tumeambiwa tumshukuru Mungu kwa kila jambo. Haijalishi ni la namna gani, gumu, jepesi, la kawaida, Bwana anataka umshukuru. Sasa wewe tunachukua ile kibinadamu kwamba katika hili Mungu ameagiza tumshukuru kwa kila jambo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Irene, tafuta Zaburi ya 71 14. Zaburi ya 71 14 hadi 16. Tuone hapa Mungu anatuambia nini. Neno Mungu nasema hivi. Sauti ya Irene. Zaburi ya 71 mstari wa 14 hadi 16. Neno Mungu nasema, nami nitatumaini daima. Nitazidi
kuongeza sifa zake zote. Kinywa changu kitasimulia haki ya wokovu wako mchana kutwa, maana sijui hesabu yake. Nitakuja na mambo ya ajabu ya Bwana Mungu, nitawakumbusha watu haki yao wenye wewe pekee yako. Mpaka 17? Ndio. Mpaka 17? Mpaka 16 Irene. Nimemaliza. Aya, nisomee Zaburi ya 23. Unaja kufungua, unachelewesha wakati. Isome hivyo ulivyo. Leo tunakimbia kama SGR leo. Leo tunaenda kama SGR. Zaburi ya 23 neno kunasema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi unilaza, kando ya maji utulivu uniongoza. Uniosha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Naam, nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vinifariji. Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafurika. Kikawema na fadhili zanifuata siku zote za maisha yangu. Unaiona sasa hiyo nyumbani mwa Bwana milele. Amina. Barikiwe sana. Ongea. Kwa hiyo kunipa adhabu. Kwa hiyo hapa unaitwa adhabu, unaitwa mtihani. Ni adhabu. Ndio soma neno alafu usiangalie kwenye kitabu. Yani wakati mwingine tutapita hivyo Irene, kwa sababu ya kukomboa wakati. Tunatamani tukimbie tumalize kwa faida, sio tunakimbia ili tumalize mtazamaji asitoke na kitu na sisi tusitoke na kitu. Kwa hiyo tunaenda kwa faida. Uendelee kunitafutia Wafilipi 4:4. Unaona? Kwa hiyo narudi kusema nyakati za huzuni utaiona furaha. Hii inajitokeza, ni furaha iliyo na matumaini katika Mungu. Hapo umetoka kutusomea habari ya Daudi. Anasema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa no matter what. Maumivu makali kiasi gani, nini kimeingia, nini kimekubamba, nini kimefanyaje, lakini Bwana ndiye mchungaji wangu. Ninajua hawezi kufanya nini kunipungukia wala kuniacha. Nilipopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana yeye yuko. Ina maana popote ulipo. Yes, bonde la uvuli wa mauti si kitu chepesi. Ni hali fulani ambayo unaweza kukuta majoka yamejaa humo, nge wamejaa humo, heka yamejaa humo. Unapitaje kama mkono wa Bwana uko pamoja na wewe? Pagumu. Kwa hiyo Mungu atusaidie. Hebu itafute Wafilipi 4:4. Mimi nisome Zaburi ya 21 mstari wa kwanza. Maandiko yanasema, Bwana mfalme atazifurahia nguvu zako, na wokovu wako ataufanyia shangwe nyingi sana. Bwana asifiwe. Amina. Some hiyo Filipi. Neno Mungu nasema hivi, furahini katika Bwana siku zote, tena nasema furahini. Haleluya, Bwana asifiwe. Kwa hiyo unakiona kile ambacho Mungu anasema na maisha yetu. Unakiona kile ambacho Mungu anasema na mioyo yetu. Ni furaha, ni maisha. Ndio maana nimekwambia hili somo la tunda la Roho ni maisha yetu. Kama una furaha, juzi uliongea neno ukasema hivi, kama uliongea neno gani ukasema kama una nini upendo, kama kuna kitu tulikuwa tunakiongelea uvumilivu, kama una uwezi kuvumilia kama una upendo. Ukasema ina maana ili tunda la Roho upendo linapita mahali pote. Ufunuo nilikuwa sijaupata, lakini ulivyouachilia nikatulia na kutafakari, nikakutana na hicho kitu kwamba ni 100% upendo unapita mahali pote kabisa. Bwana anasema kama huna upendo uweze kumkaribisha hata mtu ndani yako, wala uweze kuguswa hata labda kumpa hata maji ya kunywa, kwa sababu ndani yako huna nini? Huna upendo. Lakini pia unaweza kakao ukamgaia mtu, kumbe hujamgaia kutoka moyoni upendo. Kwa hiyo kitu hakitaweza kuwa baraka. Kitaenda tu, lakini hata kwako pia baraka haitakuwepo, kwa sababu umekitoa kwa namna ambayo moyo umekunja. Kwa sababu Mungu anasema tukitoa tunabarikiwa. Sasa wewe umetoa moyo wako, umefanya nini? Umeushikilia, yani bado umekishikilia, kimeenda lakini bado umekishikilia. Ndio maana mara nyingi huwa narudi tena anasema mtu akigaiwa kitu na mtu, basi na wewe kipokea, lakini kipokea sana rohoni. Mimi na tabia kuondoa nafsi. Wewe nigaie ndo nini? Nguo. Samia wanasema ulimi una nini? Una mfupa. Lakini kuna kipindi ulisema unao mfupa. Unao ndio. Mfupa upo kwenye ulimi. Yaani hata nguo lazima tu uondoe ile nafsi ya yule mtu. Kwa sababu mwenzangu kama hajaachilia nguo yake unaweza kujuta unajikoa tu. Irene, nimeongea kitu umenikumbusha. Irene, bwana tusichochoe somo hili. Ukweli, yani hii furaha hii, yani upendo huu, yani kitu, yani hivi vitu bwana vinaendana. Kwa hiyo
vitu ambavyo tunavifanya hapa duniani. Moja bwana, hapa duniani tulikuwa Kenya. Sasa kulikuwa na kwaya moja imetoka Dar es Salaam. Nimefukua vitu. Wewe bwana una ukorofi. Wakaja mabinti wanaimba ile kwaya, mabinti tu, mabinti. Sasa mimi nilikuwa nimebeba pochi moja, nikasema hii iko flexible, inaweza kutembea na siku zote hizo nitakazofanyaje, natembea na hizo nguo. Basi tuko tunaendelea na ratiba zetu, tunasikia sauti inaniambia hiyo pochi uigawe, na nikaonyeshwa binti wa kumpa. Kwanza nimeinunua bei ya ghali. Unaweza kaacha pochi kumbe mwenzangu umeacha nafsi yako huko, kesho umerudi Tanzania, mtu anakuwa uigawe. Nikaonyeshwa na mtu wa kumpa, bahati nzuri alikuwa ni Mtanzania. Namuuliza, Mungu ni kweli? Kwanza nikatengeneza ubishi. Nikiangalia pochi yangu, kila nilivyokuwa nikiibeba, kila mtu akao, hii pochi umeipata wapi? Umeipata wapi? Umeipata wapi? Ninayo itoe sadaka. Sasa nimeambiwa niitoe. Sasa sikuwa na pochi nyingine, ina maana document zote zilizo kwenye pochi lazima nizitie kwenye mfuko. Shangazi kaja, si nini Rambo, sijui Rambo, si kifuko gani hivi vyepesi. Alafu nifanyeje? Niendelee na maisha yangu, yeye huyo mtu abaki na hiyo pochi. Irene alikuwa jambo jepesi. Nikasema Mungu kweli umeniweza. Nikaitoa ile pochi. Sasa kuna kitu hapo unaelezea, inawezekana. Umeanza kuachilia ile pochi, utakoje achilia? Kuna kitu mbona? Unajiachilia pochi. Kwa hiyo kwa kweli Mungu atusaidie sana tuelewe vitu vya rohoni ni vigumu sana. Ni vigumu, Mungu atusaidie. Amen. Irene, furaha namba 3 hiyo ambayo ni matokeo ya kuwa na tunda la Roho wa Kristo ndani yetu, yenyewe hujitokeza katikati ya magumu. Bwana asifiwe. Furaha ambayo ni matokeo ya kuwa na tunda la Roho wa Kristo ndani yetu, yenyewe huwa inajitokeza katikati ya magumu. Yaani Irene, uko kwenye pito gumu, ile furaha ndio inakuja. Hapo sasa yani pagumu hapa mpaka mtu aelewe. Yani pagumu sana kwa sababu saa zingine Mungu huwa anatufinyanga kupitia kwanza magumu. Of course kuna mtu na kiongelea hivi sijui kama kinahusiana sana, lakini na nisamee tu kwa sababu nafuatilia kipindi. Kuna kipindi kuna mtu nyumba ilipata shida, mfuriko wa maji, kipindi maji yalipita ndani, yalivuja, yani vitu viliharibiwa kwa kifupi. Kwa hiyo ina maana haizi tena kuna ile nyumba kuokoa chochote. Kuja kufanya ukarabati ile nyumba, kusafisha, kajikuta yeye akatengeneza ikawa nzuri zaidi. Nikamwambia saa zingine Mungu anaruhusu hivi ili tupate kitu kizuri. Vinginevyo ungebaki hivyo hivyo, unaona hapa panatosha. Akaniambia bwana, najua kitu wewe ni mtu wa pili kuniambia. Nikamwambia sasa angalia kulipopendeza. Kwa maana maji yasingeharibu. Maji yameharibu na pesa zikapatikana. Kwa hiyo sasa ina maana kwamba Mungu anambia wewe hapo nimbishe, sasa subiri. Nikupitishie maumivu kwanza, alafu kiinua hichi kitu kinakuwa kimebadilika. Na kurudishia mfano mmoja nilishawahi kuutoa. Sasa sijui kama utapita au utakaa sawa. Nilikupa mfano wa mama mmoja aliyefiwa na mwanae, akawa na maumivu makali kila siku, anaenda mwisho wa saa Mungu akasema usimtanie wewe. Mimi ndo nimeruhusu. Sasa iweje wewe ufike mahali ulimleta wewe? Si nilimleta mimi. Akaenda akavuruga, kuonekana kaburi mpaka leo hajawahi kujua kaburi la mwanae liko wapi. Kwa hiyo maumivu ni kitu sio cha kubeba, yaani ni kitu ambacho tunatakiwa kivue. Na ndo pale ambapo waraka wa pili ni Petro. Tunaambiwa nitwikeni mimi fadhaa. Fadhaa ni pamoja na magumu yote uliyofanya. Kwa hiyo Mungu anatuambia hataki tuyabebe. Hata Mathayo 11:28. Anasema njoni kwangu. Hataki tubebe chochote. Lakini Irene, hili eneo huwa ni gumu. Sisi hatuwezi, yani tumeng'ang'ana na kubeba. Yani kama vile Mungu tukimpelekea hayuko tayari kupokea. Hapana. Tunaponaje? Yani hicho kitu kinaenda kwa imani, kwa sababu usipokuwa na imani huwezi kuvuka. Utaendelea kushikilia mizigo yako hivyo. Umeelewa? Ndio maana wengine wanakuta wanasubutu huenda hata kwa wanadamu au kwa mganga wa kienyeji, akifikiria kwamba ndio furaha yake ataipatia pale. Ni uongo, hakuna furaha atakayopata pale. Kwa sababu si nisemeje, yule ni mwanadamu. Ndio. Na maandiko yamesema alaniwa mtegemea nani? Mwanadamu. Wewe unazidi kwenda kubeba lingine zaidi sasa. Kwa kumbe lazima umletee huyu mwenye maisha yetu. Ametuambia lete kwangu, lakini wewe hutaki kupeleka. Yani hapo ndo mtihani ile, sisi tunatokaje hapo? Yesu mwenyewe atusaidie. Yani hatuko. Kwa hiyo unaweza kutoa mtu anaishi kwenye maumivu. Kuna mama mmoja alikuwa anaishi kwenye maumivu makali sana. Wenyewe walizaliwa wawili. Alafu mdogo akawa Mungu amemchukua, lakini kwa staili ya ajabu
ambayo ilikuja kuumiza. Aliteleza, alikuwa anatoka kuoga, alikanyaga mende, akawa amedondoka, akawa amefia pale pale. Lakini zile ndoto, zile vurugu, yani hivyo, ana maumivu makali sana. Nikija kugundua huyu hajamwachilia. Yani hajakubaliana na hilo swala. Yani maumivu anatembea nayo kwanza. Nikasema jinsi anavyoota, nikamwambia kuna mawili, naweza kawa kweli nafsi yake bado inahangaika, au naweza kawa kweli si mapenzi ya Mungu, yote vile. Lakini yote haya, hii kesi yote yanayemaliza ni nani? Ni Mungu mwenyewe. Tukaingia, nikamwambia nikushauri tuingie kwenye maombi, tukapangiana muda wa kuingia kwenye maombi. Sasa maombi haya ni maombi ya namna hii, kwamba Mungu amchukue mazima ili atoke, mwachieni Mungu, mimi niwe free sasa. Naongoza maana tuliingia maombi ndani ya siku 7. Ile tunapoingia ndani tulikuwa tunamaliza ndio siku ya 7, akaingia kuota ndoto. Yaani ndoto alioota kwamba fulani amefariki, ambaye mdogo wake, maandalizi yote kwenda makaburini, wakamzika, wakaweka maua, akapiga picha, ndo anarudi nyumbani. Sasa ndo akatoka kwenye ndoto. Akasikia ndani ya moyo wake ule mzigo umeondoka. Anasema kweli sasa ndio umekufa, sasa nimeamini. Kwa hiyo kuanzia pale hicho kitu hakimtesi tena. Kwa ni yani ni kitu ambacho nakuta mtu anatembea nacho. Kwa hiyo lazima tumpelekee Yesu. Kwa sababu hakuna asichokiweza. Sasa anajaribu kuwaza kwa sauti. Hivi kama asingepata hata neema ya kusema nije kwenye maombi, angekuwaje mpaka leo? Alafu si yeye kumwona, tulikuwa tunawasiliana kwenye simu, nilikuwa na mtu mwingine kabisa, alikuwa namba na mtu. Angekuwaje? Kwa hiyo naweza inakupelekea mwisho wa siku wewe mwenyewe afya yako itakuwa sawa. Kila wakati uko na huzuni, unaingiza na magonjwa mengine ambayo yalikuwa hayatakiwa kuwepo. Kwa hiyo ni kuliachilia. Yani tusibebe mizigo, tumkabidhi yeye mwenyewe, ambaye amesema njooni kwangu nyinyi wote mnaimana kusumbuka na nini? Na mizigo. Kwa hiyo hakuna jambo lolote ambalo kwake yeye Mungu ngumu, hakuna kabisa. Mimi natamani kama vile Bwana alivyotupa iweni watendaji wa neno, atupe na hii Mathayo hii, njooni kwangu. Yaani nalo liwe neno la kuimba kila wakati, kwa sababu tumeingangania. Lakini yeye anataka tufanye nini? Tumpelekee yeye. Mungu atusaidie. Na unapopeleka kwa kumaanisha. Yes. So unao, lakini unaenda yani kama vile hutaki kuuacha, kama mwanamke wa Pochi Kenya. Halo. Bwana asifiwe. Amina. Musa alifurahi kuteseka pamoja na watu wa Mungu, kwa sababu mwisho wa mateso kulikuwa na utukufu. Irene, soma Warumi 5:1-5. Warumi 5:1-5. Wakati unatafuta hizo, niongezee neno lingine. Yesu aliwekewa msalaba wa mateso ili aufikie utukufu na heshima. Hii ndiyo njia ya Mungu. Aya, Warumi 5 mstari wa 1 mpaka wa 5. Na Mungu anasema basi tukiisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani, na muwe na amani kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa yeye tumepata kwa njia ya imani kuifikia neema hii ambayo mnasimama ndani yake, na kufurahi katika tumaini la utukufu wa Mungu. Wala si hivyo tu, ila nafurahini katika dhiki pia, mkijua ya kuwa dhiki kazi yake ni kuleta saburi, na kazi ya saburi ni uthabiti wa moyo, na kazi ya uthabiti wa moyo ni utumaini. Na tumaini halitayatayarisha kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi. Amina. Barikiwe. Amina. Nitafutie Ebrania 1:2. Hapa upendo umiminwa ndani kwetu, na Roho Mtakatifu msaidizi kutusaidia kutuongoza katika huo upendo, sababu upendo ni hatua kufanya kitu. Ndio. Sasa upendo uliomiminwa ndani yetu leo au operate. Pasipo Roho Mtakatifu upendo hautakuwepo, kwa sababu sasa mlinzi ambaye Roho Mtakatifu ongoze tumemfanya yani hatujamruhusu kuwa naye. Sasa ngoja nikwambie kitu. Acha hichi kitu pia wewe unacho.
Usipokuwa na Roho Mtakatifu, upendo kitu ambacho unataka kufanya, yani upendo una mambo mengi. Unaweza kutaka kununua kitu au unaweza kumfanyia mtu kitu. Umeelewa au unataka kupika. Ndio. Yani haya yote ya Roho Mtakatifu anakuongoza ndani yako. Yeah. Pasipo Roho Mungu ina maana hutapata kitu. Labda unataka kununua zawadi, unaweza kujikuta unauza. Yani Roho Mungu anaweza kumwambia nunua hiki hapa. Unataka kushangaa katika zawadi hiyo kweli unaipeleka, unakuta ya kwako ndi haifanani na mtu mwingine. Yeah. Lakini kama utaenda wewe mwenyewe kama wewe, unaweza kujikuta mrundiko. Unakuta pale wameweka yale yote na wewe la kwako liko kama, na hizi ni ushuhuda umeshatokea kwako kama si mara ya kwanza. Mara nyingi sana. Unatoa ushuhuda kwangu ili Mungu anakuona. Mungu anakuona. Mimi na ushuhuda mwingi sana kwangu. Kwa unaweza kujikuta kumbe lazima tuwe vizuri na Roho wa Mungu asituache. Sasa sijajua hapa tuwe vizuri, si kama mtazamaji ananielewa? Anakuelewa, lakini Roho Mtakatifu wa elimu tumemnyima nafasi. Tumemnyima nafasi. Tumejeza nini sasa? Yaani sisi tulionayo tunayajua, lakini Roho Mtakatifu tungempa nafasi, vitu vingi ili tungekuwa salama. Kuna wakati anakuambia usiende, lakini wewe ndo umeshupaza sikio, shingo, akili, fahamu, unaenda. Unachoenda kukutana nacho sio cha kitoto. Baadaye yani kila kitu unachokifanya atakuwa mkaribisha Roho Mtakatifu. Mimi kwa mfano kulikuwa kuna mgeni nakuja ambaye ni wa muhimu sana kwenye maisha yangu. Nini sauti yako leo ina shida gani? Mbona sauti kubwa? Sio kubwa. Kulikuwa kuna mgeni nakuja ambaye ni muhimu sana kwenye maisha yangu. Na huyo mgeni ilikuwa si wakuja na kuondoka, ilikuwa angalau labda nikanae kama miezi kadhaa. Lakini wakati anakuja, safari ni ndefu kidogo. Wakati anakuja nikaambiwa toa sadaka kumshukuru Mungu kwa ajili ya ugeni. Okay. Nikabaki kujiuliza, toa sadaka kwa ajili ya ugeni unayekuja. Vipi? Na kiwango ambacho nasikia ndani ya moyo wangu ndo hicho ndio nacho, sina nyingine ya giba. Hata kipisi kingine. Nasikia maelekezo ndio hiyo. Siambishi nikatoa sadaka ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya huyo. Na baadaye nilikuwa nimelala nimeelekezwa chakula atakayekula huyo mgeni. Hiyo mpaka nikamwambia Mungu, nikamshukuru sana Mungu. Sikutaka kuenda nje na muongozo wa Roho Mtakatifu. Alivyokupa maelekezo. Nikawa vile vile nilimuona Mungu kwa kiwango kikubwa sana ambacho siwezi kuzungumza. Nikasema nikumsikia Roho wa Mungu ni kitu kizuri sana. Lakini unaweza kukuta kwamba mtu mwingine anasema yule mtu anakuja. Kuna mbele tutoa sadaka. Kwani kuna nini? Tumeelewa? Mungu anataka unyenyekee. Yaani kuna kitu kiko mahali pale. Tulivyowabishi. Unaweza kashangaa usipotii kama Roho Mungu anavyokuongoza, unaweza kashangaa ukaingia kwenye ugomvi. Maandiko au unashangaa mwingine ameingia akakuletea kujikuta maumivu fulani hivi ameingia. Maandiko yanasema utii ni bora kuliko sadaka. Lakini leo roho ya utii kwa sisi wana wa Mungu imekuwa imesongwa. Kwa hiyo kumbe lazima tushukuru kwa kila jambo. Tunabali tushukuru kwa kile ambacho anakiona kama sio cha muhimu vile, lakini wewe shukuru tu. Mungu, yani kuna wageni wanakuja, Mungu mimi nakushukuru kwa ajili ya hawa wageni. Anakuja na kitu wewe mwambie Mungu asante kwa ajili ya baraka hii. Kwa sababu leo Irene nilikuwa naangalia kitu kimoja. Irene huko naenda wapi hapa? Bwana asifiwe. Hebu tafuta Ebrania 12 1 hadi 2. Sasa sana muda unatuacha. Mimi nasoma Ebrania 11 24 hadi 26. Maandiko yanasema kwa imani Ebrania 12 1 hadi 2. Mimi hapa nasoma Ebrania 11 24 hadi 26. Maandiko yanasema kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima akakataa kuitwa mwana wa binti Farao. Akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo, akihesabu ya kuwa kushutumiwa kwake Kristo ni utajiri mkuu kuliko hazina za Misri, kwa kuwa aliyatazama hayo malipo. Bwana asifiwe. Amina. Kuna kitu umekielewa hapo? Kuna kitu kipo hapo. Kupitia hili tulikuwa tumesoma kwamba nini hii furaha ya tunda la Roho yenyewe hujitokeza katikati ya magumu. Kwa hiyo huyu kuna namna aliona kusema kwa nini inakuwaje? Yani kuna namna ilitengenezeka ndani yake. Anasema haiwezekani kitu kikae hivi. Hebu tuletee hilo linasema. Basi Waebrania 12 mstari wa kwanza hadi wa pili na Mungu nasema hivi. Basi na sisi pia kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa
la mashahidi. Na namna hii na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu, tukimtazama Yesu mwenye haleluya, mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake alistahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa haki wa kiti cha enzi cha Mungu. Amina. Bwana asifiwe. Na neno gumu ambalo nitakuwa ulitafakari na ujumbe mzito vibaya mno sana hapa. Kwa hiyo tunaiona hii furaha, yani haiji kwa namna ambavyo hata Yesu alitafuta kwa ugumu. Upo hapa, alizalilika sio kidogo, akafa, akafanya yani alitemewa mate, akavuliwa nguo, alichapwa fimbo kwa ajili yetu sisi. Tafuta Wakorinto wa kwanza 1:18. Hapa hiyo ilikuwa Musa alifurahi kuteseka pamoja na watu wa Mungu kwa sababu mwisho wa mateso kulikuwa na utukufu. Ndio hayo maandiko tumesoma. Hii B anasema aliwekewa msalaba wa mateso ili aufikie utukufu na heshima. Hii ndio njia ya Mungu. Kama maandiko yasemavyo, neno la msalaba kwa wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Hebu isome Wakorintho sura ya kwanza 1:18. Na Mungu anasema kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea, kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi. Hawana shida nalo, yani wanaona kama lakini sisi ambao Yesu ametupiga chapa yake, sisi tunaiona nguvu ya Mungu kwenye maisha yetu. Bwana asifiwe. Amina. Shetani yeye huanza na mambo yenye heshima ya raha, starehe, na mwisho huwa ni aibu na kudharauliwa, bali Mungu huanza na aibu, shida, na tunamalizia na utukufu. Sasa kujikuta idini kuna eneo unapita haliko sawa, lakini mwisho wa saa utukufu huo umemshikilia Yesu. Ambaye Yesu hapa sitoki, sikuachi. Unaweza kunisomea Daniel 12? Danieli 12 2-3. Kwa hiyo kwa Mungu tunamaliza na utukufu. Bwana asifiwe. Amen. Tunamaliza na utukufu. Lakini shetani anaanza na aibu, anaanza na mambo mazuri, afu baadaye anamaliza na nini? Danieli sura ya 10 ngapi? Danieli 12. Danieli 12:2-3. Na Mungu anasema tena, wengi wao walalao katika mavumbi ya nchi wataamka, wengine wapate uzima wa milele. Wengine aibu na kudharauliwa milele. Na walio na hekima watang'aa kama mwangaza wa anga, na hao waongozao wengi kutenda haki watang'aa kama nyota milele na milele. Amina. Bwana asifiwe. Ngoja nikave hapo na Mungu limejaa kila hili ni chakula, hii msosi. Yesu kwa kweli atusaidie roho. Hebu nikave hapo na Wakorinto wa pili 4:16-18. Maandiko yanasema kwa hiyo atulegei, bali ijapokuwa utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Maana dhiki yetu nyepesi iliyo ya muda wa kitambo tu yatufanyia utukufu wa milele uzidio kuwa mwingi sana.
tusiviangalie vinavyoonekana bali visivyoonekana, kwa maana vinavyoonekana ni vya muda tu, bali visivyoonekana ni vya umilele. Kwa kweli inatakiwa elimu, itakuwa bidii, moyo na imani. Amen. Kipengele hicho si mchezo. Sio chepesi. Sisi tuishie hapo. Okay. Tuingie kwenye maombi. Mungu atusaidie tuwe na imani. Mungu atusaidie tuwe na upendo wa kweli. Mungu atusaidie tusibebe maumivu. Amina. Sababu tumesema kuna wengine wanaishi kwenye maumivu kwa muda mrefu. Yaani ameshakuwa mtu mzima lakini ana jambo lake amelishikilia, hataki kuliachilia. Kama mtu wa pochi. Yaani kama mtu wa pochi. Hatuwezi kutembea dakika kama 2 tukamalizia kipengele. Dakika kama 2-3. Kinasemaje kipengele hicho? Ni yani kina cover hii. Hebu kirudie tena haraka. Sasa wewe tafuta Warumi 14. Ufalme wa Mungu, Warumi 14:17 hadi 19. Mimi wakati nasoma. Ufalme wa Mungu si kula wala kunywa. Si ndio? Mambo haya yote yanaonyesha kwamba Bwana wa ufalme anapokuwa ndani ya mtu, kitakachodhihirika ndani ya mtu ni furaha katika Roho Mtakatifu, kama mwitikio wa ndani wa kupokea ufalme wa Mungu. Isome hiyo Warumi 14 mstari wa 17. Mungu anasema, maana ufalme wa Mungu si kula wala kunywa, bali ni haki na amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Hadi wapi? Nenda mpaka 18. Kwa kuwa yeye amtumikiaye Kristo katika mambo hayo humpendeza Mungu, tena hukubaliwa na wanadamu. Amina, Bwana asifiwe. Hebu nigongee na 19. Anasema, basi kama ni hivyo na mfuate mambo ya amani na mambo yafanyayo kwa kujengana. Amina. Tumemwelewa. Tufuate mambo ya amani na yale yanayotufanya tujengane sisi kwa sisi. Hapa furaha ya tunda la Roho ni tofauti na ya kibinadamu. Irene, furaha ya tunda la Roho ina namna yake, lakini ya kibinadamu ina mipaka. Si ndio? Nina jambo na wewe, nitajifanya kukua na furaha na wewe, lakini sina, niko mbali. Kwa hiyo ya tunda la Roho tunaiona kama hivi ile nitakufurahia pale ambapo kuna kitu nakihitaji. Nikikosa tunakata hizo roho kwa jina la Yesu Kristo, tusiishi. Furaha ya kibinadamu, angalia mazingira ya kufurahi, haiwezi kufurahia mazingira magumu. Yenyewe inataka mazingira mazuri. Twende tukale chips kuku, yenyewe iko hivi. Lakini twende mlimani kuomba, no. Imegoma. Irene, soma Zaburi 4:7-8. Tunamaliza. Muda umetuacha. Zaburi 4:7-8. Ndio Mungu linasema, umenitia furaha moyoni mwangu kupita hayo wanapozidishiwa nafaka na divai. Ngoja nirudie. Umenitia furaha moyoni mwangu kupita hayo wanapozidishiwa nafaka na divai. Katika amani nitajilaza na kupata usingizi maana wewe Bwana peke yako ndiwe unijaliaye kukaa salama. Amina. Bwana asifiwe. Unaona, kwa hiyo tumeona furaha hii ya tunda la Roho inafurahia mazingira magumu, lakini tunda la Roho halitazami mazingira ni ya namna gani, yawe magumu yawe mepesi, lenyewe linapenya. Hebu isome na Matendo mtumishi 40:42. Pole lakini Matendo 40:42. Mimi nitasoma Luka 22:23. Tunakuwa tumemaliza, mtumishi wa Mungu. Sasa Matendo ya Mitume 40:5. Ndio ushangazi 40 wapi? Matendo ya Mitume 5:40. Naiona. Okay. Wakakubali maneno yake, nao walipowaita mitume wakapinga, wakawaamuru
wasinene kwa jina lake Yesu. Kisha wakawaacha waende zao. Mpaka na ngapi? Mpaka 42. Nao wakatoka katika ile baraza wakifurahi, kwa sababu wamehesabiwa kuwa wamestahili kuapishwa hamna kitu kuiabishwa kwa ajili ya jina hilo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kama sijaelewa hapa 41. Hebu rudia Irene, rudia hilo andiko. Anasema nao wakatoka. Uniongezee sauti. Nao wakatoka katika ile baraza wakifurahi, kwa sababu wamehesabiwa kuwa wamestahili kuaibishwa kwa ajili ya jina hilo. Na kila 42, na kila siku ndani ya hekalu na nyumbani mwao hawakuacha kufundisha na kuhubiri habari njema za Yesu, kwamba ni Kristo. Amina. Bwana asifiwe. Hapa nimeelewa sasa. Amina, umeelewa. Na mimi naongezea Luka 6:22 hadi 23. Maandiko yanasema, heri ninyi watu watakapowachukia na kuwatenga na kuwashutumu na kulitupa nje jina lenu kama neno ovu kwa ajili ya mwana wa Adamu. Anasema, furahiweni siku ile na kurukaruka, kwa kuwa tazama, thawabu yenu ni kubwa mbinguni, maana baba zao waliwatenda manabii vivyo hivyo. 23 anasema, nimeanzia 22, mwisho 23. Hapa ni majibu ya watumishi hao ambao wanakata tamaa, wanachukiwa, wanaelezwa kwa ajili ya kazi ya Bwana. Wanapopita wanaona kama mambo hayako sawa nini. Mungu anawapa majibu sasa, au kuatia moyo, kwa sababu katika safari ya kumtumikia Mungu ni ngumu sana. Yaani si nisemeje, yaani maneno ya watu yanaweza kuangusha. Hasa mimi na ushuhuda na hivyo vitu. Kwa hiyo unaweza kashangaa, unaweza kujikuta hata ukashindwa hata kumhudumia mtu. Lakini ningesema ingekuwa ni kwa akili yako wewe, huwezi kumhudumia, lakini kwa sababu ni kwa nguvu za Mungu mwenyewe utamhudumia tu. Sababu kuna kitu kuna jambo ambalo au kuna maneno ambayo nilisikia nakuta yanamuumiza, kibinadamu lazima uumie. Lakini sasa unaweza kutoa mtu yule akaja akashikwa na jambo zito ambalo linahitaji maombi. Afu yule anakuja, anakuletea mtu kwamba naomba uniombee, uniuliza moyoni. Ukimtazama hivi moyoni akasema kuna lugha moja ya hapa Tanzania, sio ni mkoa gani? Wanasema olirwara eyontamba. Hapo umeniacha hewani. Yaani nimekuacha hewani, lakini hicho unachokisema ndo hapo. Yaani kuna ugonjwa utakaougua, daktari wake ni mimi. Zunguka dunia nzima, lakini daktari ndo maana ya hiyo. Kuna ushuhuda wingi hapo katika eneo lile, naomba tuache, tutatoa ushuhuda siku nyingine. Muda umeisha, lakini kwamba Mungu hapa anatutia moyo au natupa nguvu kwamba tuendelee kusonga mbele. Haijalishi kwamba wanadamu atakuja kukufanyaje, lakini wewe ukidili na furaha ya tunda la Roho, unajikuta wewe unasonga mbele. Amina. Basi tuombe Mungu atupe furaha ya kweli, lakini pia atusaidie tusibebe maumivu, kwa sababu tuko kwenye dunia hii. Dunia ina mambo mengi sana yenye wanadamu ambao hatujakamilika, alafu ni wanadamu sisi kwa sisi tunasababishana maumivu. Mungu atusaidie sana. Tuombe, tuende mbele za Bwana. Baba, katika jina la Yesu, tunakushukuru Yesu Kristo. Asante kwa ajili ya siku ya leo, kwa ajili ya somo zuri ambayo Mungu wa mbingu unaendelea kutukumbusha kuhusu habari ya furaha na kuacha maumivu, kutembea katika eneo la furaha ama kusamehe. Mungu wa mbingu, tunaomba toba pale ambapo Mungu tunatembea na maumivu. Tusamehe Yesu, kwa sababu sisi ni wanadamu. Yamkini Mungu wa mbinguni kuna huyo ameumizwa kwa muda mrefu, ameshikilia hayo maumivu, atake kuiachilia. Ninatubu, naomba rehema kwa ajili yake Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Tuko tayari tufinyange kwa upya, utupe upendo wa kweli kutoka moyoni. Tupo tayari tufinyange tena kwa upya Bwana. Finyanga Yesu Kristo mtazamaji kwa upya, katika jina la Yesu Kristo anathito hai. Muondolee maumivu ndani ya moyo wake. Ni katika jina la Yesu Kristo. Yamkini Mungu anate
anatembea na maumivu ndani ya moyo wake, ni anaona ni siri yake, lakini Mungu wa mbingu kumbe anaumia ndani ya moyo. Msaidie yale maumivu yote yatoweke, ni katika jina la Yesu Kristo anayethibitisha hai. Lakini sisi ni wanadamu, yamkini kuna mahali tumeshindwa kuvumilia. Tunapita katika nyakati ngumu, maumivu yanakuwa ni makali, uvumilivu umekuwa ni shida. Tunatubu, tunaomba rehema kwa ajili hili Bwana. Tunaomba tufinyange kwa upya Mungu wa mbingu. Tusiendelee kubeba maumivu ndani ya moyo, kwa sababu Mungu umetuambia katika Mathayo 11:28, amesema njooni kwangu nyinyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo pate kuwapumzisha. Bwana Yesu Kristo tusaidie tusibebe mizigo hii Bwana. Tusaidie tukae na furaha ya kweli ndani ya mioyo yetu. Tusaidie tukae na upendo. Mungu umetuzungumzia sana katika eneo la upendo. Yamkini Mungu wa mbingu upendo umepotea ndani yetu. Turehemu Bwana. Utusamee Bwana. Tunaomba turudishie upendo katika familia zetu, kwenye jamii, kwa wale watu ambao wanatuzunguka Mungu wa mbingu. Yesu asante kwa sababu uko pamoja na sisi Mungu. Yamkini ushirikiano Mungu umekuwa mgumu kwa sababu upendo haupo. Tunaomba turudishie upendo na Mungu turudi kushirikiana katika shida na raha. Utusaidie Bwana katika jina la Yesu Kristo. Tunaachilia damu yako na nguvu yako kokote adui alikosimama kuleta maumivu ama kuleta maneno ya kusingiziana. Watu wanaumia mioyo yao kwa ajili ya taarifa mbalimbali ambazo zinapenya, zinawachoma mioyo yao, zinafanya wanarudi nyuma, wanashindwa kuomba vizuri, zinafanya wanarudi nyuma, mtu anashindwa kufanya kazi vizuri. Mungu wa mbingu msaidie Bwana katika jina la Yesu Kristo. Tembea kwa kila moja ukapate kumsemesha. Roho Mtakatifu ni msaidizi wetu, wewe ni kiongozi wetu, usituache Bwana katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti lo hai. Bwana Yesu tumeomba Yesu kwa uchache, tukiamini hakika Yesu uko mahali hapa na utaendelea kutusaidia kuomba na unaendelea kutukumbusha kila leo tuombe kwa ajili ya hili. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti lo hai tunaomba tukiamini, amen. Amina, amina, amina. Barikiwe. Amina. Barikiwe sana. Amina. Mtazamaji, Yesu akubariki sana. Tunampenda. Kwa sababu naamini uko pamoja na sisi pale tulipoanza mpaka hapa tulipoishia. Naamini pia unaendelea kufuatilia vipindi ambavyo vinaendelea kuruka hewani kila leo. Lakini pia ni kuombe usisahau kusubscribe kwa wewe ambao unasahau. Lakini pia usisahau kucomment, kushare, kulike, lakini usisahau kuwezesha huduma. Na kila siku nawaambiaga mama anatoka mbali. Ukimwezesha nauli inakuwa ni vizuri sana. Mungu wa mbinguni hawabariki sana sana, tunawapenda. Karibu sana ndani ya chumba cha siri, mkaribisha na jirani yako, kuna vitu vizuri huko. Amen. Amen. Tulisema tutawaandalia subscriber seminar, lakini tuendelee kuipika. Sawa. Wale kitu kitokacho kwa Bwana. Amen. Hivi itakuwa nini, ndoa au itakuwa ya ndoa au yani nikiwaangalia wengi kama ni wanandoa. Wanandoa itakuwa ndoa mtumishi ndoa, najaribu kuweka sawa kwa sauti ndoa, lakini na wale ambao bado hawajaingia kwenye ndoa na wenyewe unahitaji kutiwa moyo au kuandaliwa zaidi unapoingia kwenye ndoa. Uingieje na mtazama upi? Ili ajue kwamba ndoa ni maisha. Sio kwamba unaenda kuonja na kurudi. So mkate unasema nakula unaisha alafu baadaye naenda kununua tena. Yaani ni maisha. Mungu akubariki sana. Amen. Tumishi wa Bwana nyuma ya kamera, Yesu akubariki. Hakika.